ndugu yangu na hakuna shida iliyotokea. Ni date na ndugu yako nani? Aisha. Inamaanisha kwamba mimi na Aisha ni mtu na ndugu yake. Baba mmoja, mama tofauti. Bila shaka tumeshuhudia matukio mengi sana ambayo yamejiri kwenye Siri ya Huba, kwenye episode ya 43 ya Siri ya Huba kutoka kwa RK Movies. Sasa moja ya matukio ambayo tumekuja kuyashuhudia kwenye episode ambayo imepita, leo hii ndo nataka nikufafanulie mwanzo mwisho. Lakini nitoe angalizo kidogo kwa wewe ambaye unatizama video hii kwa muda huu. Hii ni review tu na kupromote, ila ukitaka kuiangalia ikiwa original movie, hakikisha unatembelea channel ya RK Movies hapa YouTube ili uweze kuiangalia ikiwa kwenye mfumo wa original movie. Sasa baada ya mikiki ile kutokea, kila ambacho kinaendelea kati ya Aisha pamoja na Duma, hatimaye Aisha aliamua kurudi nyumbani baada ya kuona kuwa hawezi kuwa mke mdogo kwa Duma. Sasa moja ya vitu ambavyo vimekuja kujili kwa upande wa Aisha baada ya kurudi nyumbani, kwa upande wa Benson, na yeye anaamua kuitumia ile fursa kwenda moja kwa moja nyumbani kwao na Aisha na kumwambia mama yake na Aisha kwamba yeye amekuja kumfuata mke wake ambaye ni Aisha, wakaishi pamoja. Sasa hicho ni kitu ambacho tunaona kwamba kimekuja kutokea kwa upande wa Aisha. Yani ina maana kwamba Aisha na yeye karidhia kuwa kuliko kuendelea kuishi na yule Duma, basi angalau akaishi na Benly. Sasa tunaona yale makubaliano yalikuwa very serious kabisa kati ya Aisha pamoja na mama yake. Yani ina maana kwamba Aisha na yeye aliridhia kutoka nyumbani kwao akaenda kuishi na Benly. Kuna sababu nzito ambazo hapo mbeleni nataka nikujuze ili upate kuelewa nini ambacho kinaendelea na nini ambacho enda ukaje ukakiona kikatokea kwenye episode za mbeleni za Siri ya Huba. Sasa kati ya tukio lingine ambalo limekuja happen ama limekuja kutokea kwenye episode ambayo imepita ni tukio la RK pamoja na mama yake. Yani RK anaamua kumwambia mama yake ukweli, kile kilichojiri kwamba yeye amechoshwa na mapenzi. Yani kwa sasa mapenzi yanampa maumivu makubwa sana, maumivu makali sana. Yani kiasi kwamba hadi yeye mwenyewe anashindwa kuvumilia kwa maumivu ambayo anayapitia. Kuna sababu ambazo zinapelekea mpaka RK kuweza kuyaweka wazi haya, na kao kijua kwamba mtifikia tu mpaka aseme ukweli kutoka moyoni mwake. Yani ina maana kwamba kapitia maumivu mazito sana, yani kapitia mengi sana. Sasa ndio kitu ambacho tunakiona kwa upande wa RK. Anaamua kumwambia mama yake ukweli wa kila ambacho kinaendelea, kwamba yeye amechoshwa kabisa. Yani bora afocus na mambo mengine, lakini sio kuendelea kuwa kwenye mahusiano. Kwa maana kama ni kupenda, anapenda, na kila akipendwa lazima aumizwe. Yani kila akimpenda mwanamke lazima mwisho siku yeye aambulie machungu, aambulie kuteswa. Sasa nicho kitu ambacho kinamfanya yeye aone kabisa kwamba mapenzi kwake ni sawa na sifuri tu, kama na hayamsaidii chochote. Bora focus na mambo mengine. Tunameamua anataka awe mcha Mungu. Hayo ni maneno kutoka kwa RK ambaye ameambiwa na mama yake, na ushauri ambao amepewa na mama yake ni jinsi gani anaweza akaepuka maumivu ya mapenzi ambayo yanamwandama kwa sasa. Kwa maana alikuwa anampenda Aisha kwa kiasi kikubwa sana, lakini mwisho wa siku tunaona ndio hivyo, kaja kasalitiwa kwa namna hiyo ambayo imetokea. Sasa hapo ndipo anaona kabisa kwamba mapenzi kwake na yeye ni sifuri. Japokuwa kuna viashiria fulani ambavyo vinaonesha zaidi kabisa kwamba kuna uwezekano wa RK kumove on, kufocus na mambo mengine, japokuwa bado
alikuwa anampenda Aisha, lakini ndo hivyo. Hauwezi ukaforce moyo wa mtu kupenda sehemu ambapo hata yeye mwenyewe hajapenda. Yani utakuwa unajidanganya tu. Yani moja ya vitu ambavyo utakuwa unajidanganya ndo hivyo. Huwezi kumlazimisha mtu kupenda kitu ambacho hata yeye mwenyewe hakipendi. Sasa tunakiona kwamba kinatokea kitu kama hicho. Sasa tukija kwa upande wa Harakei, ameamua kumove on kabisa kwamba yeye masuala ya mapenzi na yeye basi, yani bora fanya mambo mengine. Hila kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho mwisho wa siku kinakuja kuleta taharuki kati ya Harakei pamoja na dada yake. Wanadhahiri kabisa, inaonyesha kabisa kwamba dada yake na Harakei anampenda Harakei. Sasa hapo ndipo kuna mtihani, ambapo kuna mtihani. Naweza nikasema kwamba kuna mtihani mzito sana kwa upande wa Harakei, kwa kila ambacho kinaendelea na kila ambacho enda kikaja kikamkuta, kwa maana sio kawaida na wala sio jambo la mchezo ambalo Harakei akijikuta kuwa anaingia kwenye 18 inaweza likamgharimu sana. Kama unavyojua kwamba wanawake wana nguvu kubwa sana, nini vishawishi vidogo tu unaweza kujikuta kuwa mwanaume na wewe unaingia kwenye 18. Mimi ninachoshauri hapa ama ninachoomba Harakei haepukane na tamaa na mitego ambayo atakutana nayo kwa dada yake. Asifanye lolote, japokuwa kuna mengi ambayo kaambiwa tayari kwamba kama uliweza kudeti na ndugu yangu ambaye ni Aisha, yani tulikuwa watoto wa mama wa baba mmoja lakini mama tofauti. Hicho ni kitu ambacho tunakiona kwamba kimekuja kuhappen ama kinakuja kutokea, kwamba dada yake na Harakei na yeye yupo tayari kwa lolote ambalo litakalotokea. Haujui kwamba uone kwamba hapo ni hatari, hapo kuna hatari. Wana Harakei akae makini sana, yani asiweze kushawishika na chochote ambacho wenda kikaja kikatokea kati yake pamoja na dada yake. Hicho ni kitu ambacho natakiwa achukue tahadhari sana, kisije kikamkuta, kwa maana ni jambo ambalo litamfedhehesha sana. Japokuwa hizo zinakuwa ni tamaa, yani hisia zake anashindwa kucontrol hisia zake, anaweza kujikuta anaingia kwenye majaribu makubwa sana. Bwana yangu ilikuwa ni hayo tu, ilikuwa ni maoni ambayo ilikuwa yamejiri kwenye episode ambayo imetoka kupita ya Siri ya Huba. Hakikisha unaonesha upendo wako hapo chini kwa kusubscribe kwenye channel yetu kama mwanafamilia. Asante.